katika eneo la wafungwa, pia huu mchakato utakuwa ni endelevu inshallah. Kwa hiyo Sheikh anapokea kwa niaba ya wale watu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie baada ya kutoka waje kuwa ni watu wema. Kwanza ni wapongeze hao watu wa Baitul Mali, maana yake ni wao wenyewe katika program zao waliona kwamba fatwa ipo ambayo inaonyesha kwamba wale waliotenzwa nguvu, watu watumwa na kadhalika, ni watu ambao wanatakiwa zaka itumike kuwakomboa. Na sasa hivi hakuna watumwa kwa maana ile iliyofahamika ya watumwa, lakini wako watumwa kulingana na mazingira yaliyopo sasa. Ndio hawa watu ambao wanakuwa wamekuwa magerezani, lakini wamekuwa katika namna ambayo sio halali, yani wamedhulumiwa. Ni watu ambao wanatakiwa wapewe uhuru. Sasa sisi tumekuwa tunatoa huduma sisi Shura Maimam katika maeneo hayo kwa miaka mingi sana. Bahati nzuri hawa watu wa Baitul Mali wamelifahamu hilo na wakatutafuta, wakatueleza kwamba walikuwa wanakusudia pia katika hizi programs za utoaji wa zaka pia zisaidie kuwakomboa watumwa hawa wafungwa. Sisi tumekuwa tuna muda mrefu tunawasaidia. Kuna baadhi ya wafungwa ambao wamekuwa wanafungwa lakini wanashindwa kulipa faini, na faini zenyewe zinakuwa ndogo, wakati mwingine shilingi 50,000 mtu anafungwa miezi 6, wakati mwingine shilingi 500,000 mtu anafungwa labda miaka 2. Sasa ukizingatia ile faini na ukubwa wa adhabu, kwa kweli ni mtu ambaye anastahili kusaidiwa. Lakini kuna watu ambao wanastahili kupata msaada hasa kule magerezani, na sababu kuna watu ambao wamefungwa lakini pia hawana watu wa kuwasaidia. Kwa mfano nimezungumza hapa nikazungumzia swala la wakimbizi. Kule magerezani kuna watu wametoka katika mataifa ya nje wakimbizi, lakini wamekuwa ndani na wamekosa misaada ile ya kijamii kusaidiwa. Sisi tumekuwa tunakwenda tunawatembelea, tunawapelekea mavazi, tunawapelekea chakula na wakati mwingine madawa, na wale ambao tunaweza kuwapatia au kuwalipia faini tunawalipia faini. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo muhimu sana, na tunaamini kwamba kwa utaratibu huu ambao watu wa Baitul Mali wamesema kwamba utakuwa ni endelevu, yani kila watakapokuwa wanagawa zaka watakuwa wanaangalia na wafungwa, tunaamini kwamba itasaidia kupunguza tatizo la hao watu walioko kule gerezani. Lakini pia tunapofanya hivyo inasaidia unasaidia nchi pia vile kupunguza ule mzigo wa huduma, kwa sababu anapokuwa gerezani kwamba anakula, analala, anatibiwa na kadhalika. Kwa hivyo mnaposaidia kuwatoa mnakuwa mnapunguza ule mzigo. Lakini pia kuna watu wengi tu kama mashehe, especially kwa mfano kwa Waislamu, wana kesi nyingi zinazohusu kama Waislamu wako ndani kule. Tunaamini kwamba kama programu hii itakaa vizuri itasaidia kuwalipia wale ambao wanatakiwa walipiwe ili waweze kutoka. Ni kwamba wao wanachozungumzia hapa ni kwa wale wafungwa kwa sasa, wale ambao wameshindwa kulipa faini, na faini zenyewe zile ambazo za kawaida za shilingi 50,000, 500,000, hao imeonekana kwamba wanaweza kuwaingiza kwenye program na tukaweza kuwalipia, na ndio ambao tutakaokuwa tumeanza nao katika hii program ambayo imeanza leo. Na pengine zaka hii inahusu wafungwa wa Kiislamu tu au ni mchanganyiko pamoja na wale wasio Waislamu? Sisi huko nyuma kama Shura tumekuwa tunatoa huduma kama za kijamii, tumekuwa tunawasaidia watu wote, kama ni chakula, mavazi, tunasaidia bila kuangalia dini. Lakini zaka kwa sababu ni swala la kisheria, zaka maana ni kwamba wanapewa ni Waislamu, unless iwe ni katika swala la kumtia mtu nguvu ya kiimani, maana yake hiyo inawezekana ikawa, lakini sasa kule hakuna mazingira hayo ya kumtia nguvu za kiimani. Lakini kwa sababu ni swala la zaka, ina maana kwamba hii itatumika kwanza kwa wale wafungwa ambao ni watu wa dini, ndio wanastahili kupewa zaka hii. Nitumie fursa hii kuwashukuru ndugu zetu wa Tampro Baitul Mal kwa hapa walipofika. Wametuita leo hii katika hafla hii ya utekelezaji wa hii program ambao wamekuwa kwenda nayo ya kukusanya zaka, lakini vile vile kugawa zaka. Na sisi wametualika kama sehemu ya makundi ya watu ambao au taasisi ambazo zinatoa huduma katika jamii, ili tutoe fursa
au iwe ni fursa pia ya kueleza, ili watu wengine waweze kufahamu kwamba kuna maeneo ambayo yapo yanayostahiki kupata hiyo zaka wa huduma za namna mbalimbali. Kwa hivyo wametualika kwa sababu hiyo, na mimi nitumie fursa hiyo kuonyesha kwamba ni kweli kabisa kwamba yapo maeneo ambayo kuna watu wanastahili kupewa zaka, na miongoni mwa hao ni watu walioko magerezani, kwa sababu hao wanaingia katika eneo la watu waliotenzwa nguvu kama watumwa. Kwa sababu kwa hakika ilivyo ni kwamba kule gerezani, sio kwamba kila aliyoingia gerezani ni mkosaji. Wako wengi walioko gerezani wamenyimwa uhuru kwa sababu ya dhulma, au yani hawakutarajia, lakini wamejikuta wako gerezani na wamefungwa. Sisi Shura Imam ni katika taasisi ambazo zimefanya kazi kwa muda mrefu sana katika maeneo haya ya mashauri haya, makesi pamoja na magerezani kwa muda mrefu na kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo tumekuwa tunahudumia watu hawa mahakamani na magerezani vile vile. Katika magereza kuna wafungwa namna nyingi sana. Kuna wafungwa ambao wamefungwa kwa sababu ya ule unyonge wao tu, yaani kuna mtu ana uwezo mkubwa, ana nguvu, basi ameamua kumdhulumu akamfunga. Kuna watu wamefungwa sababu ya yeye kadhulumiwa shamba lake alafu kafungwa yeye vile vile, au amedhulumiwa nyumba lakini matokeo yake amefungwa yeye. Lakini kuna kesi kama hizi ambazo tunazofahamu ni maarufu. Kwa mfano kwetu sisi jamii ya Kiislamu, kwamba kuna Waislamu wengi kabisa kuanzia miaka 2013 mpaka hivi karibuni ambao wamekamatwa na wako ndani kwa sababu ambazo kwa hakika sio sababu ambazo ni za kweli kabisa, na miongoni mwao ni wanazuoni wakubwa. Tunafahamu miongoni mwa watu walikuwa ndani kwa muda mrefu ni watu kama kina Sheikh Mselem, kina Sheikh Faridi na watu wengine. Hawa ni viongozi wa taasisi, ni viongozi wa kijamii, ni watu wanaotoa huduma kubwa katika jamii, lakini kwa sababu ambazo sio za kweli wamekuwa gerezani kwa muda mrefu. Wamekaa kuna baadhi wamekaa miaka 5, wengine mpaka miaka 10, na wengine mpaka leo wanakwenda miaka 11 wako ndani, na kesi zao ukiziangalia kwa hakika sio kesi ambazo ni za hakika. Hawa ni watu ambao wanakuwa wameingizwa katika utumwa, lakini bila ya sababu. Ni watu ambao wanapata haki ya kusaidiwa ili waweze kuwa huru. Lakini pia kuna wafungwa wakimbizi. Kwa bahati mbaya zaidi hapa nchini kwetu swala la wakimbizi halikuwekwa vizuri sana kisheria. Kwa kuna wakimbizi hasa mara nyingi wanaotoka sehemu za Ethiopia, wanaotoka Somalia, ambao wanakimbia vita kule kwao, wanakuja hapa, wanapita transit, labda wanakwenda South Africa. Hao wanakamatwa, wakishakamatwa alafu wanapelekwa mahakamani, wanafungwa jela. Hawa sisi tumekuwa tukiwahudumia vile vile, tumekuwa tukiwapelekea dawa, chakula pamoja na mavazi. Ni watu ambao wanastahili vile kukombolewa, kwa sababu wamewekwa ndani katika namna ambayo haistahili, kwa sababu mkimbizi ni mtu ambaye amekimbia kusalimisha nafsi yake, na hawezi kuwa na utambulisho au hawezi kuombwa nyaraka za kisheria kwamba utamuulizaje mkimbizi passport wakati amekimbia vita. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye anakuwa ametenzwa nguvu, ni mtu ambaye anastahili kusaidiwa na kukombolewa. Hao watu sisi tumekuwa tunawapatia huduma, na wakati fulani tunatoa nje. Kwa hivyo tulijaribu kuwafahamisha wenzetu wa Baitul Mal kwamba hili ni eneo ambalo pia walitakiwa walizingatie, na kwa bahati nzuri alhamdulillah inaonekana kwamba hilo jambo wameliingiza kwenye program, na wameahidi kwamba kile kiasi kidogo watakachoweza kuwa wanakitoa watakuwa wanatoa kulingana na idadi, na walituletea safari hii maelekezo kwamba tunaweza kuwapelekea idadi ya wafungwa ambao tungeweza kuona wanastahili kulipiwa, na tuliletea orodha, ingawaje ile taratibu zile za kule zimekuwa hazikuendana na wakati. Kwa hivyo ile idadi tuliowapa itakuwa haiwezi kuhudumiwa kwa sababu ya mazingira ya kule, maanake kule nako kuna hatua zake, lazima muandike barua, mpeleke makao makuu. Kuna hatua nyingi sana ambazo kama tunavyofahamu kwamba kwenye mamlaka zile za kiserikali jambo alichukua muda mfupi. Kwa sababu hiyo ile idadi itakuwa haiwezi kuwa kama vile ambao tuliowaletea, lakini nafikiri wachache miongoni mwa hao inawezekana wakahudumiwa, hasa wale ambao wenye kesi zile ndogo ndogo zinazohitaji faini
za 300,000, 200,000. Nafikiri miongoni mwa wale tuliowatea wanaweza kupata huduma hiyo na wakaweza wakatoka nje. Kwa hivyo niseme kwamba yapo maeneo mengi ambayo yanastahili kutolewa zaka, na niseme kwamba hii program ni muhimu sana kwa sababu inakusudia kuleta nafuu kubwa katika maisha ya watu. Kama ilivyosemwa hapa, ni kwamba lengo la zaka ni kwamba kumwezesha mtu ili na yeye aweze kumudu kuendesha maisha yake, ikiwezekana na yeye aanze kuwasaidia watu wengine. Kwa hivyo tunaamini kwamba hilo Mwenyezi Mungu ajalie na aliweze kufanikiwa ili tupunguze ile kiwango cha umaskini katika jamii yetu. Tumie fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wa TAPRO na kuhamasisha Waislamu wa Tanzania nzima watoe zaka, kwa sababu kutoa zaka ni amri, na kwa mujibu wa sheria ni kwamba mtu ambaye atoe zaka anahesabiwa kama mwizi mwingine yote, sababu kile kiwango ambacho hakitoi sio haki yake, ile ni haki ya watu, anakuwa amedhulumu, amebakia nayo. Kwa hivyo tujiepushe kuingia kwenye tuhuma hii kubwa ya kudhulumu pale ambapo tunapokuwa hatutoi zaka. Tutoe zaka kwa sababu ni haki ya watu wengine ambao Mwenyezi Mungu amepitishia kwa yule mtu ambaye amekuwa na uwezo, ili watu wengine waweze kunufaika na kuondokana na matatizo yaliyopo. Mwenyezi Mungu ajalie jambo hili liweze kuwa zuri na liweze kuwa mafanikio makubwa sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.